kati ya mbwembwe, kelele na sherehe zote za mazishi yake, hizi ni ishara 10 ambazo zinaashiria na kudhibitisha wazi kwamba mzee Raila Odinga huenda hakuaga dunia huko nchini India katika hospitali alikosemekana ndiko alikoaga dunia, bali alifia hapa Kenya na kwa siri kubwa akasafirishwa hadi India ilipowadia wakati wa kutangaza rasmi kifo chake kwa wananchi wa Kenya. Sababu hizi zinatokana na utafiti wa kuangalia tu, lakini nitakuachia ujiamulie mwenyewe baada ya kuzisikia iwapo kweli unaamini Raila Odinga ameaga dunia wakati ambapo tuliambiwa ama alikuwa ameaga dunia zaidi ya wiki moja iliyopita. Sababu ya kwanza ni kilio cha Rais William Ruto siku ambayo alisingizia eti amejawa na hisia kutokana na ushindi wa wakimbiaji aliyokuwa anakutana nao. Ikumbuko kwamba Rais William Ruto alitoa kitambaa chake na baada ya kupuliza pua mbele ya mikrofoni akaomba msamaha akisema ilikuwa hafla ya kihisia kuona ushindi wa wakimbiaji hao, na hiyo eti ndio sababu iliyomfanya yeye kupatwa na hisia za ghafla katikati ya hotuba yake. Katika kipindi hicho, watangazaji, wanahabari na wanablogu wakasema Rais William Ruto alisema hivyo ili kusafisha rada, eti kwa sababu alikuwa amesahau na kupuliza pua lake karibu na mikrofoni, kitu ambacho sio kawaida kwa mwanasiasa mwenye tajriba kama yeye. Leo hii wapo wanaosema inawezekana sana kwamba Rais William Ruto alikuwa na hisia wakati huo sio kutokana na homa ya ghafla ama kwa kufurahia ushindi wa wakimbiaji hao ambao wamekuwa wakishinda hafla nyingi baada na kabla yake kuchaguliwa urais, bali inawezekana rais alikuwa na huzuni mwingi kwa kuwa ndio tu yalipokuwa yametokea mazito ya Raila Odinga, na wanaosema wanadai Raila Odinga bado alikuwa nchini wakati huo lakini alikuwa tayari ashatuacha. Ishara ya pili ni Gideon Moi kujiunga na serikali ghafla na kudondosha hafla yake aliyokuwa ameipanga ya kuleta karatasi zake za kuteuliwa kuwania useneta wa Baringo mbele ya IEBC. Ikumbukwe siku hiyo wafuasi wengi wa chama cha KANU na bwana Gideon Moi walikuwa wanamsubiria huko Baringo katika hafla ambayo ilijulikana lazima ingefanyika, kwani mara zaidi ya moja awali fununu zilikuwa zimetokea kwamba Gideon Moi alikuwa amekataa katakata Abadan Katan kuingia kwenye serikali ya broad-based na akasisitiza lazima angeingia debeni na kurudi bunge. Kubadilika kwake kwa ghafla wakati huo kulisemekana ni kutokana na yeye kupatana na Rais William Ruto na akahongwa, na hongo hiyo eti ndio iliyomshawishi hatimaye adondoshe azma yake. Hata hivyo, iwapo ingewezekana kwa Rais William Ruto kumshawishi Gideon Moi asiingie debeni kutafuta useneta wa Baringo ambao aliyoshikilia awali katika by-election ijayo, basi rais angefanya hivyo mapema sana kabla ya Moi kupanga hafla iliyoishia kumoibisha yeye wakati wafuasi wake walipoachwa hanging wakimsubiria aje kuleta karatasi zake za kuwasilisha ombi awanie useneta. Swali likiwa je, ni kipi kilichofanyika cha ghafla kushawishi Moi ambaye alikuwa amesimama tisti na kusisitiza kwamba yeye anataka kuingia seneti tena, na hata akawa ameanza kampeni za chini chini na kuanza kutokea kuonekana kwa hafla mbalimbali za kisiasa. Wakati huo huo, Gideon Moi kuonekana ghafla katika ikulu ya Nairobi huku akizungumza katika mkutano na Rais William Ruto kilionekana kitu kisichokuwa cha kawaida, kitu ambacho ili kifanyike lazima kungekuwepo na jambo la uzito ambalo lingemlazimu Moi kubadilisha mawazo yake, na ni vigumu sana iwezekane kuwa hilo lilikuwa ni pesa ama mazungumzo tu, kwani ulikuwepo muda mwingi sana wake Rais William Ruto na watu wake kumshawishi Moi kabla ya kufikia kwa siku hii ya mipango ya by-elections za Baringo. Reason number 3 ambayo inafanya wengi waamini huenda Raila Odinga aliaga dunia hapa Kenya siku nyingi kabla kisha akasafirishwa India ilivyofanyika wakati wa Pombe Magufuli, rais wa Tanzania, ambaye kifo chake pia kiligubikwa na mafumbo, ni kwamba hazikuwepo picha za Raila Odinga akiondoka kutoka Kenya kwenda India kupata matibabu wakati alipokuwa bado mzima. Awali, na hili pia Rigathi Gachagua alilizungumzia wakati zilipoanza fununu hizo wakati alipohojiwa na radio moja, ni kwamba kawaida Raila amezoea kila anapotoka kupata matibabu anawajulisha wananchi, na mara nyingi hata zinakuwepo picha zake akiondoka ili wafuasi wake wajue kwamba mzee hayupo nchini. Sio mara nyingi ambapo Raila ameondoka kutoka Kenya na wananchi wakafichwa ama wakajulishwa baadaye. Wakati huu inaonekana fununu za Raila kutokuwepo nchini zilivuja kwanza kutoka kwa watu wasiokuwa wakambi yake, kisha wale wakambi yake wakajitokeza kutetea hali. Ikumbukwe Rigiji alipoulizwa alionekana kukwazwa sana, huku akidai kwamba wale wa watu wa Raila Odinga wa karibu naye walifaa wachukue video ya mzee akizungumza iwapo kweli alikuwa mzima, bali sio kujitokeza wenyewe kutoa ujumbe wa kuwakilisha afya mzee. Hiyo ni reason number 3. Sababu ya 4, inasemekana kulikuwepo na mahojiano yaliyokuwa yamepangwa ya gavana wa Siaya James Aggrey Orengo, lakini mahojiano hayo yakaishiwa kubadilishwa na kuahirishwa licha ya kuwa Orengo alikuwa amepangiwa kufanya mahojiano na stesheni 2 tofauti ili kuzungumza kuhusu afya ya Raila Odinga. Wapo wanaosema kuahirishwa kwa mahojiano hayo ya Orengo kulitokana na kuwa Raila Odinga alikuwa hayupo tena. Sababu ya 5 ni naibu rais Kithure Kindiki na mwenzake kutoka Mlima Kenya Bwanyenye SK Macharia, Mkikuyu wa karibu zaidi na Raila Odinga, ambao walienda Siaya ghafla katikati ya fununu hizo za kusema Raila alikuwa hayupo vyema, na SK Macharia akatoa hotuba iliyoonekana kuwa hotuba ya aina yake wakati alipowahutubia watu wa Siaya na wananchi kuhakikisha kwamba Raila Odinga alikuwa yupo sawa. Wakati huo matamshi ya SK Macharia na uwepo wa Kindiki katika hafla moja yalionekana kutuliza mioyo ya wengi, lakini bado wapo waliouliza maswali kuhusu kwa nini huyu tajiri wa karibu na Raila Odinga ndiye alikuwa anajitokeza wakati huo
kuzungumzia Raila wakati inajulikana kila wakati hata Raila awe hayupo sawa kiafya, SK Macharia huwa anajitokeza kando na Raila mwenyewe, bali sio peke yake kuonekana Siaya akitetea afya ya mzee Raila Odinga. Sababu ya sita inayotolewa haina ushawishi sana, lakini pia tutaitaja ujiamulie mwenyewe. Hii ni kwamba siku chache kabla ya kutangazwa rasmi kwamba Raila Odinga ametuaga, Rais William Ruto akaonekana amevaa nguo za kijeshi kwa mara ya kwanza katika hafla ya KDF Day iliyofanyika Uasin Gishu. Sio mara ya kwanza ambapo Commander in Chief Rais William Ruto amehudhuria hafla hii ya kusherehekea KDF, lakini ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuvaa sare hizo za kijeshi, sare ambazo inaonekana kiongozi huyo hakuwa anapendelea kuzivaa kama njia yake ya kujitofautisha na viongozi waliomtangulia kama vile Uhuru Kenyatta, mzee babake Jomo Kenyatta na hata rais wa pili Daniel Moi. Wenye fununu wakisema rais alivaa sare hizo za kijeshi kama njia yake ya kuweka muhuri nafasi yake kama kiongozi wa kitaifa na mkuu wa majeshi, kwani hali tayari ilikuwa imebadilika na mipango kabambe ilikuwa inafanyika kuhusiana na usalama na utulivu wa nchi, hasa ikizingatiwa kile kilichofanyika wakati wa Kenya wengi walipojulishwa kwamba Raila Odinga ameaga dunia. Sababu ya saba ni kwamba Oburu Odinga, kakake Raila Odinga wa karibu sana, na mkewe baba Aida Odinga pamoja na viongozi wote wa ODM wote walikuwa Kenya wakati walipotangaza kwamba Raila hayupo nchini. Kawaida wakati Raila Odinga yupo nje ya nchi kwa matibabu ya aina yoyote ama kwa kliniki zake zilizokuwa za kawaida, huwa ni mmoja ama zaidi ya mmoja ya watu wake wa karibu wanaoandamana naye na wao kuonekana hapa nyumbani. Wakati Ida na Oburu Odinga walipokuwa wanatoa taarifa kinzani kusema eti Raila yupo sawa, ni matukio ambayo yanaibua maswali, kwa nini Raila alikuwa India peke yake? Zaidi, viongozi wengine wa karibu na Raila kama Edwin Sifuna walionekana wakisafiri India kuendea mwili wa baba, bali hawakuonekana wakiondoka naye wakati akienda kupata matibabu. Sababu ya nane ni jinsi ilivyopangwa hafla ya mazishi ya Raila Odinga kiharaka, na wapo wanaoamini kwamba kutangazwa kwa Raila Odinga kwamba ameaga dunia, kisha hata kabla ya watu hawajajua kilichosemwa ikatangazwa kwamba atazikwa siku ya Jumapili, huenda ni kitu ambacho kimefanyika kwa sababu kisiri kifo chake kilifanyika awali na wamekuwa na muda wa kupanga. Isitoshe, kuna kizaazaa, kwani kabla ya kifo chake waziri huyo mkuu wa zamani alikuwa ametoa amri azikwe siku 3 baada ya kifo chake, lakini kuzikwa kwake Jumapili kutakuwa kumepitisha na siku moja, kitu ambacho kimeibua minunguniko kati ya watu wanaouliza kwa nini kile alichosema Raila kisipewe heshima, na wengine pia wanaosema inafaa kwa sababu tayari siku moja imepitishwa, watu waongezwe muda zaidi wa kuomboleza baba. Leo hii wachambuzi wa mitandaoni wanasema mipango imekuwa ikipangwa bila wananchi kujulishwa, na uamuzi wa kutoheshimu siku 3 za kuzikwa kwa Raila ulifanyika awali sana kwa sababu za kisiasa na za kitaifa. Zaidi, pilika nzima za kupanga hafla ya mazishi sawa na ile iliyofanyika mchana wa Ijumaa, hafla ya kitaifa ya state funeral, ni pilika ambazo awali zimechukua muda wa zaidi ya siku 3, ambazo ndizo siku zilizopita tangu wananchi walipoambiwa Raila Odinga ameaga dunia. Basi tuangazie sababu mbili za mwisho zinazofanya wengi waamini Raila Odinga aliaga dunia kabla ya vile tulivyotangaziwa. Namba 9 ni ulinzi mkubwa wa maafisa wa polisi wa GSU uliokuwa umewekwa katika makafani ya kuhifadhi maiti ya Lee Funeral Home wiki 2 zilizopita. Hili huenda umeliona mitandaoni, ambapo watu wengi wanasambaza picha wakisema makafani hayo ya Lee Funeral Home yalipata ulinzi usiokuwa wa kawaida, kana kwamba alikuwepo mtu muhimu aliyekuwa amelazwa hapo siku nyingi sana kabla ya Wakenya kutangaziwa ghafla kwamba Raila Odinga ameaga dunia huko India. Sababu hii ndio inafanya wengi waamini Raila alikuwa Lee mochari na kisha baadaye akasafirishwa India ili kupanga vyema jinsi Wakenya wangejulishwa kuhusu kifo chake. Reason number 10 ni Kalonzo Musyoka. Katika video hii Kalonzo anaonekana akiuliza katika hafla ya National Delegates Conference ya chama chake cha Wiper siku kadhaa kabla ya Raila kutangazwa kufa, na anauliza je, kwa nini Rais William Ruto amepandisha bendera nusu mlingoti? Kwa nini lipi lililofanyika? Hotuba hii ya Kalonzo wakati huo haikuibua gumzo baina ya wengi, lakini baada ya Raila kutangazwa kwamba ameaga dunia, wapo wanauliza je, inawezekana Kalonzo alijua jambo ama alishuku jambo wakati alipotoa matamshi yake hayo katika uwanja wa Uhuru Park na kumtaka Rais William Ruto aelezee Wakenya sababu. Yote 9, iwapo Raila Odinga aliaga dunia mapema ama aliaga dunia wakati Wakenya walijulishwa, kinachodhihirika ni kwamba kifo chake kimeonekana kutatiza mipango mingi ya kisiasa, lakini pia zipo ishara nyingi zinazoonyesha kwamba afya yake haijakuwa nzuri, na huenda hilo limekuwa jambo ambalo Rais William Ruto na serikali yake wamelijua kwa muda. Wengine wakisema hata broad-based government na kutumuliwa kwa Rigathi Gachagua kulifanyika kutokana na Rais William Ruto kushuku kwamba afya ya Raila Odinga inaendelea kuzorota, na basi akakimbilia kufanya handshake naye ili kuhakikisha iwapo Raila ataaga dunia, hatoaga dunia akiwa upande wa upinzani dhidi ya Ruto, bali ataaga dunia kama Ruto tayari ashamwenzi na kumpa heshima sawa na Uhuru alivyofanya, ili kifo chake kisimuharibikia Rais William Ruto debeni ifikapo 2027. Mchana kuto Ijumaa, katika hotuba zao, Rais William Ruto na Uhuru Kenyatta wakionekana kushindania kuonyesha Wakenya yupi kati yao aliyemheshimu Raila Odinga zaidi ya mwingine. Hata hivyo, furaha ya Wakenya kuhusiana na hotuba ya Uhuru Kenyatta ikionekana kudhibitisha tulichokisema awali kwamba baada ya Raila kuondoka, cha muhimu kwa William Ruto haitakuwa kujishughulisha
kujishughulisha vyovyote vile na wana ODM ama wana Nyanza waliosalia, bali yeye anaelekea sasa kumtafuta Uhuru. Kwa nini Uhuru tu anayeshikilia ushawishi ambao Raila alikuwa nao na ambaye kama ilivyoonekana wazi uwanjani Nyayo anaweza kurithi ufunguo wa kisiasa wa mwenda zake Prime Minister Raila Odinga. Kwa upande wake Bwana Kalonzo Musyoka, yeye kukosa kupewa nafasi ya kuzungumza kuhusu Raila Odinga katika hafla ya kitaifa ya State Funeral iliyofanyika Ijumaa Nyayo Stadium, inaonekana ni nafasi yake nyingine akimbie Nyanza kwenye ngome ya Raila, aanze kampeni zake za mapema za kushawishi wana Nyanza kwamba yeye ndiye Raila angependelea awanie urais, na afanye hivyo hima kabla ya Ruto na Uhuru hawajafika huko.